Mwajuma Ibrahim Lingwanda, katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi. Nachukua fursa hii kwanza kuwakaribisheni wanahabari, lakini kuwakaribisha jamii yote katika maonyesho haya ya Sabasaba katika banda letu la NACTVET au Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi. Mwaka huu 2026 tunashiriki kwa mara nyingine, na tumekuja hapa kuitumia fursa hii kufanya huduma kwa karibu zaidi katika jamii yetu. Tuko hapa tunatoa huduma zote ambazo zinapatikana ofisini, ikiwemo unataka ushauri kuhusu uanzishwaji kwa mfano wa taasisi za elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, ukitaka kujua kuhusu usajili wa wanafunzi, ukitaka kujua kupata namna gani utapata ile namba ya wanasema award verification number na kadhalika. Kwa hiyo kwa ujumla huduma zetu au una maswali kuhusu huduma zetu, tunawakaribisha nyote. Tuko hapa kwa ajili ya kuwahudumia. Na nichukue fursa hii pia kuwashukuru wale wote ambao wametutembelea. Mwitikio nimeona ni mzuri sana. Rejista yetu inaonyesha mpaka sasa tumetembelewa na wageni wa kutosha kabisa. Naamini kupitia hao wamepata ile huduma ambayo walikuwa wanahitaji, na wanaweza wakafikisha ujumbe kwa wengine kwamba tuko hapa NACTVET, tuko hapa Sabasaba na tunaendelea kutoa huduma. Kwa mwaka huu tulichokiongeza ni hicho, tumekuja pia kuipromote elimu ya amali au kuhamasisha uanzishwaji wa elimu, uendelezaji wa elimu ya amali. Tuna wanafunzi hapa wa kutoka kwenye shule hizo za amali wanaonyesha uwezo wao kutokana na yale ambayo wamejifunza kwenye shule hizo, ambazo sisi kama NACTVET jukumu letu ni kusimamia, kuhakikisha elimu inayotolewa ina ubora, lakini hilo jukumu pia la kuhamasisha Watanzania kwa ujumla wao tupeleke watoto wetu wakajifunze elimu ya amali. Kama mnavyoona vijana wetu wanaonyesha uwezo wao hapa, ina maana wamejifunza kwa vitendo, wanaweza kufanya, na haya wanayoonyesha ni kwamba wamejifunza darasani. Ukiwasikiliza unaona kabisa wameelewa kwanza walichofundishwa, lakini pia wameweza kutekeleza, na tunategemea vijana kama hawa wakitoka hapa wana uwezo wa kufanya kazi kabisa. Kwa hiyo tunatengeneza nguvu kazi ya taifa yenye kujua namna ya kutekeleza majukumu mbalimbali. Hii tulizonazo ni fani za mfano tu, tusingeweza kuchukua zote kwa sababu zipo nyingi, lakini tumeanza na kuonyesha hizi, na huenda mwakani tukawapa nafasi fani nyingine pia zipate kuonekana. Kwa hiyo ujumbe kwenye hili ni kuhamasisha kwanza wazazi kuwapeleka watoto wetu kwenye shule kujifunza mafunzo ya amali, lakini pia wale wenye kuweza kuanzisha taasisi au sekondari ambazo zinaweza zikatoa mafunzo ya amali pia tunawakaribisha hapa tuweze kuwaelezea kuhusu utaratibu na hatimaye waanzishe shule hizo. Mchango ni mkubwa na unaweza usiuone moja kwa moja, lakini mfano mzuri ni hao vijana ambao wanaweza kutengeneza vitu mbalimbali kwa kutokana na mafunzo walioyapata. Hao ni wa amali ambayo ni sekondari, lakini tuna vijana ambao wanasoma vyuo vile unasema vocational training, ufundi stadi. Wanasoma, wanajifunza na wanazalisha aidha kwa kujiajiri au kwa kuajiriwa. Lakini pia wapo wanaosoma kwenye elimu ya ufundi ile ambayo sasa kwenye system ambayo tunaita NTA, na wenyewe pia wapo. Tunasimamia kuhakikisha wanazalishwa katika ubora, na wao wana mchango wao aidha kwa kuzalisha au kwa wengine kutokana na level ya elimu labda wanabuni bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo mchango kwa kweli ni mkubwa.